Ni Jumatatu ya Novemba 17 mwaka huu 2025. Mtazamaji wa Uhondo TV, karibu ni kupitisha katika vichwa vya habari vya magazeti ya leo. Nikianza na gazeti la Uhuru, ukweli daima. Dr. Samia awakosha viongozi wa dini nchini, ni kuhusu hatua za kuliponya taifa kwa njia ya maridhiano. BAKWATA KKKT wasema ni mwanga wa maelekeo mapya. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Tanzania kunufaika miradi ya mabadiliko tabia ya nchi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Watahiniwa 595,816 kidato cha 4 kufanya mitihani. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Amani, upendo vyazidi kusisitizwa. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Tukihamia katika gazeti la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Dr. Samia, tuendelee kuliombea taifa amani. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Dr. Nchimbi ahudhuria mkutano wa ICGLR Kishansa. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Watahiniwa 595,816 kidato cha 4 kuanza mitihani leo. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Tutaendeleza mchakato sheria mpya ya habari. Hayo yamesemwa na Waziri Pembe. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na wazi. Dr. Mwinyi apongezwa kuhimiza nidhamu uwajibikaji serikalini. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na wazi. Tukihamia katika gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, ajenda maridhiano katika upepo mpya. Kutoka bungeni jijini Dodoma hadi kwa wadau wapokea hoja ya Rais Samia. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Nipashe mwanga wa jamii. Wauzaji chipsi na samaki waonywa kutobadili mafuta. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Nipashe mwanga wa jamii. Magonjwa yasiyo kuambukiza tishio kisukari cha tesa vijana. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Nipashe mwanga wa jamii. Hifadhi ya Mahale yatikiswa na mabadiliko ya tabia ya nchi. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Nipashe mwanga wa jamii. NECTA yaonya udanganyifu mtihani kidato cha 4 leo. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Nipashe mwanga wa jamii. Mshtakiwa mifuko inayodaiwa kufungia unga mke wangu aligandishia barafu. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Nipashe mwanga wa jamii. DRC M23 watia saini mpango wa amani. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 19 wa gazeti hili la Nipashe mwanga wa jamii. Tukihamia katika gazeti la Mwananchi, wanafunzi 311,986 waachia ngazi njiani. Idadi hiyo ni sehemu ya wanafunzi 907,802 waliochaguliwa kuanza kidato cha kwanza mwaka 2020. Wadau wa elimu wafunguka wakitaka utafiti. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Mwananchi. Utapeli wa mapenzi unavyoliza wanawake. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Mwananchi. Kauli ya Bashiru kuhusu uchumi na demokrasia. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Mwananchi. Mwelekeo wa wadau kukomesha uzuiaji maiti. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi. Mradi wa Rostam wa gesi wapata kibali Kenya. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 21 wa gazeti hili la Mwananchi. Tukihamia katika gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Rais Samia ahimiza amani na utulivu. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Serikali yashauriwa mambo 6 mfumo wa usafiri ni utakaounganisha SGR na bandari na viwanja vya ndege. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3
wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Watahiniwa kidato cha 4 waongezeka 7.6%. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. TRA yaahidi kulinda biashara. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Bilioni 140 kujenga barabara za Ilala. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. TANESCO REA wapewa mbinu gharama za umeme. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 20 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tukihamia katika gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge, Dr. Samia wa Tanzania tuendelee kuliombea taifa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu awasilisha salamu zake kwenye ibada ya Jumapili, awasihi waendelee kuliombea taifa ili amani, upendo na ustahimilivu viendelee kudumu nchini. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Wabunge presha juu uteuzi wa mawaziri, baraza kutangazwa wakati wowote kutoka sasa, ni vita ya wakongwe na sura mpya kuwania uteuzi wa Rais Samia. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Wamachinga, sauti ya wanyonge. MC Pilipili afariki dunia. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Wamachinga, sauti ya wanyonge. NECTA yaonya udanganyifu kidato cha 4 kuanza mitihani leo. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Mhandisi Seif aeleza jitihada za TARURA kukabili tabia ya nchi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Hospitali ya Shifaa yazindua kitengo maalum cha kutibu kisukari. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Tukihamia katika gazeti la Uelekeo, Rais Samia ataka maombi ya taifa. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. NLD ya waasa waliosamehewa na Rais Samia wasirudie makosa. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Uelekeo. NECTA yaonya udanganyifu mtihani kidato cha 4. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Uelekeo. Serikali yaahidi mazingira wezeshi viwanda. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Wampongeza rais kuunda tume kuchunguza vurugu. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Uelekeo. Dr. Nchimbi aiwakilisha Tanzania mkutano wa ICGLR. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Na gazeti hili la Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu, ndio linatutamatishia vichwa vya habari vya magazeti ya siku ya leo. Hii ni Uhondo TV. Mimi ni Nuru Mangi, ni kusihi mtazamaji uendelee kuwa karibu nasi ili kuendelea kupata habari zaidi. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili uwe kwanza kupata habari zetu.